Sasa wewe utanisupport tukisema William amefanya makosa, so that ndio tuendelee kuenda mbele. Utanisupport with facts. Vile umeeleza. I'll give you the facts. Nimekueleza moja, wewe Mavuto ukienda hakuna petrol station ya Wakalenjin. Nimekueleza, nimemwambia barabara wewe utakuwa exempted from paying hii pesa tunasema. True. Hii watoto wanaenda shule, nimekuambia competition ijatumwa hapo. Unasikia? Nimekuambia hii maneno ya mabarabara is skewed, is not in everywhere. So nikuambia wacha tuimbe one time, utaimba. Wewe amesema amesema nimueleze. Sasa Aramu wewe unieleze, uniambie wewe Aramu you are elected, utatusaidia namna gani? Mimi naenda kusema nini? Nikienda pale nianze kusema mtaanza kunilima. So the best thing we do, we just keep quiet. Mimi inafanya maendeleo yangu ile napata, kwa sababu hata nikiimba one time kuanzia asubuhi mpaka saa jioni bila kufanya hii maendeleo siwezi kupata kura. If I don't send money to our friend here, nikuje niimbe one time mpaka hiyo huwezi kumfanya yeye anipigie kura. Imagine today nikimtumia pesa hata mimi niende mwenyewe, hata ile watu wangu wanataka kunipigia kura wanaweza badilika. Waseme mtu kumbe si mtu baya amekuja. Upate watu wachache ukuja hapo upate kura yako. Na kura moja, mbili, tatu kuendelea ndio inakuwa 1000, inakuwa 2000 kuendelea. Lakini kuambia nyinyi ukweli ya kwamba hata maendeleo ile inaleta 1 kilomita moja inatoshana na ile kura mlinipea, msione mbaya. Hiyo tutaona mbaya. So I want to tell your people that because Arama alishinda kura bila sisi tena atatupea hata 1 kilomita. So wacha tumpe kura mingi, atupea many kilometers. Tuendelee kufanya. Waambie. Lakini mheshimiwa wewe ndio umesema aje? Unafaa unaenda mahali penye watu wakupei kura, unafanya kazi ndio. Wewe nani ila wacha nikwambie, unajua usuri yangu pia mimi nakuwa arrogant kidogo kwa sababu mimi najua niko na Wakisii na Wakikuyu, wakipiga kura si lazima nipate 100%. Kwa sababu mimi najua Wakikuyu na Wakisii wakipiga mimi nitashinda pale. Nyinyi endelea kukaa tu kusema Arama hawezi kushinda. Lakini nikikuwa na mtu akikosea Mkikuyu ama akisema nini, mimi nakasirika sana na Mkisii. Lakini sasa nyinyi hata nikueleza hata nikae chini. Yaani umetuachilia kwa Mungu ama nini? Hapana, si nimewapea 1 kilomita ya barabara. Na hiyo ni pesa yangu nimeomba. Uko sure utaenda naye ya 2027? Nini hiyo? Uko sure Hii ya MP ya Nakuru West. Si uko sure utapita naye? Hapana. I'm not sure. Why would I be sure na watu sio kama watanipigia? Wakibadilika. Si ukoje utongoze kura basi. Hapana. Mimi nimesikia mara 3. So what is happening here? By the way, if you didn't know, I'm not very much desperate. Unajua utakuwa desperate kama umeshinda mara ya kwanza. Unaweza kuwa ukishindwa kama umeshinda mara ya kwanza ukanipia desperate. Unataka kuniambia 3 times akanipia desperate really? Hata nikienda kwa the fourth time kama sikuwa nimejisaidia na hii miaka 3, hii mwaka moja ndio itanisaidia. Wewe utakuwa riko kuja kwa hoteli yangu uone I'm saying like that. Nimekuja. Umekuja? Wewe amenitembeza. Wewe kuja huku. Hata ukitaka saa zingine ukuje nikupea complimentary urare hapa. Sawa. Ukuje na ile nikuje burare. Bwana wacha nikuambie. Nitakuja kulunch. Sisi hatuwezi watu yenu wako na ukabila, hiyo ndio ukweli. Ukweli ni kwamba mheshimiwa, tukubaliane. Si Wakalenjin wako na ukabila peke yake. Kabila zote ziko na ukabila. Si ni kweli? Kama ingekuwa namna hiyo, wacha nikuulize, kama ilikuwa namna hiyo, Wakikuyu walipigiaje William Ruto? Walimpigiaje? Kwa sababu walikuwa na ukabila ya kutotaka. Mimi nasema si mtu yao, wacha nikuulize, kama unasema Wakikuyu wako na watu wa Kenya wako na ukabila, mbona Wakikuyu walipigia William Ruto wakijua ni Mkale? Alafu William Ruto chusi nimemwona ameenda kusema huko. Ameenda kusema bara, anasema dia alijipeleka the mountain. Is it true? Alipelekwa na Uhuru Kenyatta mara ya kwanza na mara ya pili wa Mujono ndiye alimpeleka. And when the president was impeaching Rigiji, I really thought it was wrong na nikamwambia, lakini mimi kwa sababu Rigiji pia alikuwa anatuambia shares, mimi lazima ningepiga atoke. And I even went to the national TV nikasema the other day Citizen, because yeye alikuwa anasema shares hii makosa yote hii inafanyika hapa. This guy was part of the parcel ya hiyo. Ni vile sasa amewajia William Ruto.
amemwajia, anasema kwa sababu ametoka. So don't trust maneno ya politicians, don't trust them. Sasa nyinyi wakati hata iko kitu imetokea hapa inaitwa Kingpin. Sasa wacha nikuwekea hapa ndio jue. Hapana, wacha nitakuwekea tu saa hii ndio niambie nini alikuwa anasema. Si wewe ni na useme mzuri, si ati usianze kusema. Kwa hiyo tutaambia kwa hiyo kwa sababu kwa si hata mdanganya. Sikia. Shida na umur gome. Awleina yene ngoti ite tu ben Mwai Kibaki. Nikupenda tu. Wacha niweke. Ile Amanda. Shida na umur gome. Awleina yene ngoti ite tu. Kia tena gatkinye. Uzungusha no dindi nyoro awlen the 6 kaumyo dindi nyoro rane. Kioga swale jini bijoba mutiana na mawagas. Kero wali sai. Bijogi wali sai ra otige mitule. Anasema nini? Kusema kweli, nimejaribu kwanza kujua ni nani anaongea. Ni Mandago. Mandago anaongelea kuhusu mambo ya the 6th. Na alikuwa amekataza sijui. You see what is happening? Sijapata vizuri. Unajua wewe si ni mambo ya succession politics. Anasema nini? Sasa unajua iko beef saa hii. Ya nini? Iko beef ya succession politics na block. Who is succeeding who? Nani amekufa? I thought one zambu tukae ndio. Kwani mna succeed mtu kama pato wako? Safari ya kesho inapangwa leo. Umeulizwa imesemaje hiyo? Wamesema there was a time tulikuwa tumesema Ndindi Nyoro atakuwa the 6th. Kumbe Ndindi Nyoro hakuwa anasafiri na hii safari mpaka mwisho. Na tulimkimbilia tukamwenzi. Sasa yeye amerudi nyuma na tulim. So na Murkomen unajua Mandago na Murkomen wako na issue. Bana wewe hujasema umetuambia ya nini Nyoro na Murkomen? Simu amelima mbona usemi hiyo ya Murkomen? Ndio kamera hiyo naweka. Hataki kusema kwa sababu ya hiyo kamera. Nizime? Usizime. Hapa hakuna siri. Hakuna siri. So wacha niwaambie iko vita baina ya this community. Iko wale wako pande ya Aaron Cheriot na iko wale wako upande ya. That's what he's saying, that hii Murkomen anataka kufanya William Ruto akue one term. Because I don't know that he's not doing it the right way. He's not behaving the right way. Afanyi vile anatakikana. Na mimi nataka kumwambia ya kwamba sisi kama hii makabila mengine iko watu walipigia William kura kabisa wakisema kulingana na vile vitu walikuwa wanasema anaenda kufanya. Na si ati William amefanya anything bad from what other presidents have been doing. Hawajawai. You know, there's a time I said I will support William Ruto for his re-election kwa sababu nilikuwa nimeona kama iko watu fulani wamekutana kwa sababu wanaona yeye si mtoto ya mtu fulani, wanataka kumwangamiza. So tukasema kama hiyo ndiye taenda hiyo, hata sisi tutasimama naye. If we realize that he's being pushed because he's not a son of so and so, hiyo hatuwezi kuenda kwa makabila mengine vile watu wanasema. Uripuzi mwenda tumwambia hata yeye aendelee vile wengine waliendelea. If you look at what's happening in Kenya now, mahali siku hizi maandamano iko mbaya zaidi. Central. Ni central. It has never been like that. Why? Not that wakati Uhuru Kenyatta he did better than William Ruto. William Ruto ni kurasimisha vitu na nguvu. Hiyo ndio shida yake. Anasimama anaambia watu hamuna akili. Ni kama yeye peke yake ndiye yako na akili. That's what you are saying, you know. All of us tuko na akili, lakini huwezi kuniambia ati wewe ndio uko na akili. Hata mnasema nikwambie wewe una akili kwa sababu you are telling me that this is wrong. Nianze kusema una akili, mimi niko na akili? Hapana. Hii vitu ukienda juu mdosi inaenda hii biashara ikiharibika inaharibikia kila mtu. Sasa ona hii ndio the roads we have here. If you go and check these roads here,
Ukiangalia hizi mabarabara vile zinaenda, uende mpaka huku Siaya, uende mpaka wapi, unakuta sisi hapa Nakuru County hata hatuna barabara. We don't. Siaya wako kupea kura. Wako kupea kura. So why is kwa nini anapeleka maendeleo huku? Anawaja Nakuru mahali wanampea kura. Kura zetu zilienda ngapi? Hata kama mimi sikumpigia. Si nyinyi mlipiga. So why you not getting development? Akila leo mheshimiwa anajua ulipiga. Mimi nasema hata kama unajua hata nikisema nimepiga mtasema sikupiga. Why are we having development in places? Nyinyi wakati nchini mmeitwa State House mara ngapi? Hata hakuna. Mmeitwa mara ngapi? Wagizi wameitwa mara 20 na kila mtu anatoka na 10,000. Ana 10,000. Hata siku moja nilikuwa. Mbona nyinyi hamjaenda kuchukua pesa na ni pesa ya Kenya? Na serikali ni yenu. Na nikikuuliza, unaona watu wanaweza kama Rigiji anaweza step down for Matiang'i. Rigiji can notify for any city is impeached. Au karifa na impeached. Yaani nyinyi ile kuchukua na kuchukua nyinyi hata nyinyi mnasema atamalizia. Atamalizia. Hebu ambia Rona aniletee karatasi aniletee, mimi najua iko na kitu nataka kuongea.